Boniface kakaa Mtandovu. Charles Boniface. Wachezaji wengi wa Yanga walikuwa Kariakoo zamani. Wananielekeza mimi Yanga. Ni mambo tu ya wengine, mambo ya kiriski basi. Mimi pale kwetu. Yaani kwetu, sio kwetu kwa kudo, kwetu. Wazazi wangu wameitumikia ile klabu kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, na mimi nimeitumikia Yanga katika kipindi changu kwa uaminifu na uadilifu mkubwa. Hasa mtu akiniambia sio Yanga kwa sababu tu nimetoa maoni ambayo yeye amfresh, mimi kwanza sipendi kufresha watu. Mimi napenda kuwakera watu. Yaani kwanza hiyo ndio sifa yangu. Yaani tukani nianze kufresha watu wote, sipendi. Kwanza kwa nini nimefresha watu wote? Nitakuwa mnafiki. Unapotoa maoni, ndugu zangu wana habari, lazima utegemee kupingwa. Kwa mimi siwezi kuwazuia kusema mimi sio Yanga. Waache waseme. Lakini nani atakayemvika paka si kengele ya kuja kuniambia, yaani mfano level ya juu. Wengine hawa wadogo wadogo acheni waseme tu wanapayuka ni Yanga. Kuliko wao, sio Yanga kuliko wao. Ni mambo tu ya kiriski katokea. Wenzangu wakaniambia bwana njoo huko safari riski kija leo nakataa. Mimi rofa. Kataa kuja bwana tena wakati ule viongo Yanga mambo ya kiriski niacheni. Ni Yanga. Nimecheza jana, nimeisema Yanga marehemu Tazan Kesi alianzisha, kulikuwa na Yanga kubwa ile yao kina mlowataja kila mmoja. Alafu kuna Yanga B. Yanga B wamecheza Kampira, kiongozi mulizeni yule Mohamed Kampira alikuwa captain wa Yanga B. Yupo mtoto wa Mzee Mzimba. Muulizeni Yanga B. Alafu kuna Yanga Kidis, kaka zetu. Alafu kuna Kidis haikuwa hiyo Kids. Inaitwa ndio kwa hivyo Kidis ndio raha yake, sio Kids. Yanga Kidis chini ya marehemu Tazan. Alafu kuna Yanga Digidigi au chini ya miaka 10. Mie ndio kapteni. Ndio kapteni mimi. Wananielekeza mimi Yanga. Kuna mtu sio katoka juzi Rombo au katoka si Nyantilimba ananielekeza mimi Yanga kweli? Haki hiyo ndio. Mimi nimecheza Yanga ligi 80s na zima pale kati. Tuna ratiba iko vipi? Tunaanza sisi saa 8 mpaka saa 9. Saa 8 mpaka nadhani 9 kasoro. Tulikuwa mpaka kama dakika 45 tu. Mchana, jua kali. Mama yangu bwana Haji mdogo wa mtoto wangu atake kucheza kwenye jua. Tazan anasema ataliweza huyo. Marehemu Tazan alikuwa rafiki mkubwa sana wa marehemu wa Fred Felix Minziro. Marehemu. Kundi lao watu watatu. Fred Felix Minziro, Alan Shomari na Tazan Kesi walikuwa kundi la watu watatu. Tunaanza sisi, wanakuja Yanga Kids, wanakuja Yanga B, saa 10 wanashuka kina General Mkambi. Pale wanashuka wale. Kambi anakuja anafunga viatu. Kinye goalkeeper bwana nielekeza mimi. Kinye ana train. Paka 12 analoa jasho goalkeeper, lakini analoa pale golini, kazi anaoifanya. Kuja mtu anakapata riziki na nielekeza mimi Yanga. Anapata haki ya kuniambia mimi sio Yanga. Kwa hiyo Yanga yake. Baba yangu kafunga kila aina ya magoli pale. Alipiga chenga uwanja mzima, anarudi anafunga. Kitwana Manara kaanza kwa goalkeeper, Kasim Manara kaanzia pale. Leo nani anielekeza mimi Yanga? Okay, kwa mbona mimi sio Yanga. Kwa hiyo nililosema la uongo. Sawa, mimi sio Yanga. Mie Kosti. Sawa, nilolisema la uongo. Pingeni hoja. Mimi nitegemea watu watakuja na hoja, hii uongo hii. Unanipinga kwa sababu mimi sio Yanga. Wewe Yanga. Wewe Yanga. Ya baba yako. Swali lingine. Yanga haiwezi kutoka kwa ajili ya maneno ya mtu. Yanga ni klabu ya wananchi. Haiwezi kutoka kwa sababu wewe umesema. Mimi nilipokuwa msemaji wa Simba, kuna mtu alikuwa anawakera Yanga kuliko mimi. Kuna mechi wale Yanga niliwapiga maneno hatari. Wale kapata goli akafunga nani namba 6 wale? Mauya. Nje ya box. Yanga wakawa wananifanyia dhihaka. Mbona hawakutoka kwenye mechi? Kwa maana nilisema maneno magumu. Ndio ushabiki. Na mimi nina haki ya kutoa maoni. Na narudia, hakuna mwenye haki ya kuzuia maoni. Kwanza ni maoni yake, uzuri wake, simtukani mtu. Simdhalilishi mtu. Yani mimi naenda kwenye pointi zangu. Yani mimi siingii katika dhihaka.
Yaani simfanyii mtu dhihaka, simfanyii mtu istihzai. Hasa hao wananifanyia mimi dhihaka, hao ndio nafurahi. Na angalia juzi nimetumwa huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, nikacheka nikaangalia nikasema basi twendeni. Ni maoni yao. Nyie mnaoenda kuandika, sinajibu, naombeni muweke na lile swali. Yaani wewe uweke swali. Usiweke tu majibu yangu. Ukiweka majibu yangu, mara nyingi wanasema huyu kutwa kutuzungumzia. Mimi siwezi kuzungumza, mimi mwananchi, lakini nina haki ya kuizungumza kwa sababu ni klabu iliyoko nchini kwetu. Nimefurahi waziri kutaka ile jambo mchakato uende haraka, na kama mwana michezo ni jambo jema. Lakini unajua challenge kubwa ya Simba, kuna mtu aliwahi kuwa pale madarakani katika nafasi kubwa tu tofauti. Mimi kwa uzoefu wangu, sababu nimekaa pale, nimeishi pale miaka 6-7 nadhani, na pale ndio nilipotengeneza jina langu na nikaanza kutengeneza taasisi. Unajua mimi baadaye nikaifanya nafasi ya usemaji, sio msemaji tu. Usemaji ukawa ni institution. Yaani ule usemaji baadaye ikawa ni taasisi inayojitegemea. Nikaifanya mimi, ndio nimefanya. Na ndio maana baada ya mimi press yangu ya Crown juzi, nchi nzima inazungumzia topic moja tu, kwa sababu kuna mwanamume kasema. Yaani pamoja na kwamba nimekaa muda mrefu sijazungumza, nimesema maneno machache tu, lakini tayari nchi nzima kila mmoja anatafuta pa kutokea kwa ajili yangu mimi. Hata mimi niwaambie wenzetu, mimi nawafahamu uzuri. Mimi ujue, pengine katika level za kiuongozi ndio binadamu pekee, ukiacha makocha na wachezaji, kuhudumu katika club zote mbili pekee, na pengine hatatokea mwingine, sidhani. Kwa hiyo nazijua vizuri hizi clubs zote mbili. Challenge kubwa ya ndugu zangu ni kwamba wakati mwingine tunamtupia lawama Mohamed, tunamtupia lawama si nani. Pale kuna mtu pale ndio anawaharibu. Na mabadiliko haya ya katiba ambao anakwenda kuwasimamia yatamfichua mwenyewe huyo mtu. Mohamed tunamlaumu tu. Unajua Mohamed tofauti yake na Ghalib ni moja. Ghalib sio mzungumzaji, neno lake ni moja tu, Yanga bingwa. Mohamed kidogo msemaji. Kwa ile kusema, na sisi wana Yanga hapo ndio tunapata nafasi ya, lakini wote wawili mimi nimekaa nao pamoja. Kwa maana niliwahi kuna wakati kukozana kwa maana ya kutoka Simba kwenda Yanga na Mohamed, lakini jamaa very gentleman, na alitiwa yule maneno aji hivi. Maskini ya Mungu, ndio matajiri wale kila siku ajiwe. Lakini alikuwa na mapenzi makubwa na mimi. Najua ni kama alionayo mpaka leo Ghalib. Hata utasema utazungumza, hata wasikiliza, lakini anajua mimi moyo wangu uko vipi. Anajua dhamira yangu yani Ghalib anajua, hata rais anajua Haji ili jambo anamaanisha nini. Wanajitahidi tu kuleta lakini hawezi. Basi na Mo, bahati mbaya Mo akajazwa maskini ya Mungu, akaingia katika mfumo. Ndio mimi kisa cha kuondoka. Baba naye akajazwa, akaingia katika mfumo. Lakini sasa baadaye shoti zinazoendelea kutokea, mimi sipo. Maana sasa hivi wanisingizii tena, mimi sipo. Kuna shoti pale Simba. Na wasipozimaliza hizo shoti, na wahakikishia mpaka 2030 kweli anayepigisa hizo cheche wamtoe, ama sivyo sio 2030, sasa hivi naongeza mpaka 2050. Wallahi nakwambia, mimi najua mimi jamani, nyie wote amjua, yani haya nimehifadhi mingine, lakini pale kuna cheche. Kuna mtu kazi yake kashika waya, mnaita waya nini, mambo ya ufundi sijui, yes nini, hasi na chanya, ndio hizo anapigisha nde sijui nia yake nini.
Wakati mwingine hata Mangungu anapewa ni shoti tu. Ni shoti tu. Sasa nikisema haya sio kwa maana wengine watakata kipande hiki. Unaona? Huyu Simba kwa sababu angalia anavyoonea huruma. Sasa sionea huruma kwa nini? Huu si mpira, kwani ni wadui? Huu si wadui. Juzi nimesema mahali na narudia kwenu. Tunaelekea kwenye dabi. Mnisaidie na muisaidie nchi hii. Siku hizi kuna lugha inaitwa mahasimu wa jadi. Mmezianzisha nini waandishi? Baadhi ya kaka zenu wamezifanya sana promo. Neno hili ni baya. Mahasimu linatokana neno hasama. Hasama ni maadui. Simba na Yanga sio maadui. Simba na Yanga ni watani wa jadi. Ukitaka kuiweka basi waitwa wapinzani wa jadi, lakini sio maadui, sio mahasimu. Na waomba ndugu zangu wanahabari, msilitumie hili maneno yanaumba. Mnatengeneza generation ambayo utadhani Simba na Yanga ni maadui. Simba na Yanga ilikuwa ikifika mechi hii ya watani wa jadi, kuna raha kabla na baada ya matokeo. Unapita kwenye matawi, kwa mfano tawi la Simba la Shibamu pale, kuna bonge la chetezo, watu wa Simba wanatia ubani pale. Ukenda kwenye tawi la Yanga, Mwembe Yanga, watu wanatia ubani. Ilikuwa raha. Mtu wa Yanga jirani yake Simba kamfunga, anampelekea kwa mfano Ramadhani daku. Sio kufanya utale tu, ilikuwa ni utani kweli kweli. Mimi ndoa wazazi wangu leo nawapa hii, mchukue, ambao watoto ambao wametoka juzi Jampipi wananielekeza. Mimi ndoa ya wazazi wangu, babu yangu alikuwa mwenyekiti wa Simba, baba yangu star wa Yanga, hakuwa mchezaji tu, tuseme mchezaji, alikuwa star pes. Kwa hiyo kukawa wakati huo kwa na sare za Simba, kanga ya Simba na kanga ya Yanga. Yanga kanga yao iliandikwa Yanga, Pele na Santos wageni wa Yanga. Nadhani jina kama hivyo. Yaani wanakuja hapa kupokelewa na Yanga. Pele alikuwaje hapa na timu yake ya Santos. Alikuwa anafanya ziara Afrika.